Trigwen Media, burudani kwa wote. Yes, ni baada ya dakika zote 120 za mchezo watu ya 16 bora kutamatika kwa matokeo ya 0-0 kati ya timu ya Jashe Bilombe dhidi ya timu ya Chipukizi FC. Sasa ni mikwaju ya penalty. Mimi ni Captain Eli Milagroso, kitaka niite Lopa Pay basi la ngonipo na mwanangu kazi anayefanya tungarike zaidi ni Saido HD nyuma ya kamera. Lakini kabla haujamaliza kuwatch video, like, comment, share, subscribe kwa ajili ya kupata update zetu. Ni penalty ya kwanza kabisa ya mchezo na wanaanza timu ya Jashe Bilombe. Jean Kaula Mwami wa Tendere ndiye anaenda kwanza kufungua au kutafuta nafasi ya kufunga, aidha kufungua akaunti ya kwanza ya magoli upande wa timu ya Jashe Bilombe. Kumbuka Jashe Bilombe walishindwa mkwaju wa penalty ndani ya dakika 90 kipindi cha pili alikoshindwa Rika. Subiri tuone penalty ya kwanza kabisa. Golikipa Dida Simto anamwangalia Jean Kaula na uwanja unaitikia vizuri. Kipenga cha moto tayari kinalia. Captain Fantastic baba mzazi Jean! Funga penalty, anamwambia ana use the brain. Alikuwa anamuona Didas, lakini ameshangaa nyavu zinatuna tu. Moja kati ya sifa za kuitwa Captain Fantastic, Jean Kaula anafungua akaunti ya magoli moja. Sasa mkwaju wa kwanza wa penalty ni 1-0 upande wa timu ya Jashe Bilombe. Mchezaji wa pili na wa kwanza upande wa timu ya Chipukizi FC ya Jos funga mchezaji wa zamani wa timu ya Betra, lakini pia moja kati ya wachezaji ambao ni wazuri zaidi kwenye nafasi za mikwaju ya penalty. Subiri tuone. Jospeni Onkuru, moja kati ya magolikipa bora kweli kweli, anamwangalia ya Jos, anarudi nyuma hatari na kipenga cha moto kinalia. Ya Jos! Jospeni Onkuru anashinda mkwaju wa kwanza wa penalty ya Jos. Cheza vizuri sana Jospe ni Onkuru. Moja 0 sasa kwa faida ya timu ya Jashe Bilombe. Wana siku za kutosha bila ya kufuzu kwenye kupitia hatua ya mikwaju ya penalty. Subiri tuone penalty ya tatu, lakini pia penalty ya pili upande wa timu ya Jashe Bilombe. Rika ambaye alishindwa mkwaju wa penalty kwenye mchezo anaenda kuwakosha sasa mashabiki wa timu ya Jashe Bilombe. Uzi nambari 10 Rika Kambo, cheza vizuri sana kule alikocheza Jean Kaula Mwami wa Tendere ndiko anacheza Zakaria Shukran, na wanampongeza mashabiki wa timu ya Jashe Bilombe. Lakini wachezaji wenza, mchezaji wa pili upande wa timu ya Chipukizi, lakini ni mchezaji wa 4 kwenye jumla ya upigaji penalty, anaenda naoza Faraja Tanganyika. Matokeo yakiwa bado ni 2-0 kwa faida ya timu ya Umoja wa Kimataifa Majogoo wa nyumbani Jashe Bilombe UNFC. Faraja Tanganyika, penga cha moto kinalia, anamwangalia Jospeni Onkuru. Faraja Kambo amekaza na anamwambia nacheza hapa tu, kule jaribu kusave, lakini mipango haikuwa ni matumizi. 2-1 sasa kwa faida ya timu ya Jashe Bilombe, lakini mkwaju wa 5 wa penalty anaenda Suleiman Wilonja, uzi nambari 15 na moja kati ya mabeki ambao wanatosa wai kwa ajili ya timu. Na mchezaji wa 3 upande wa timu ya Jashe Bilombe Suleiman Wilonja Torres, mchezaji wa zamani wa Fizira ya hapa nyumbani. Referee anaambiwa na kibendera kwamba tulia kwanza, lakini anasema pigeni kule, nimeruhusu. Didas anamwangalia vizuri Suleiman Wilonja Torres, kipenga cha moto kimemruhusu Torres kucheza penalty. Torres anacheza, what a save! Didas anasave naye
amejibu kama alivyofanya Jospe. Inasoma 2-1, bado wanao mkwaju wa penalty mmoja timu ya Chipukizi FC. Penalty ya 5 ya mchezo, anashindwa Suleiman Wilonja Torres. Ni moja kati ya tafsiri nyepesi za mchezo, huwezi kamwe kushindwa kama haupigi, na unavyojaribu lazima kazi iende. Ni moja kati ya tafsiri za mchezo. Uzi nambari 14 Rajab alifanya sabu ya Hamis Rajab, lakini alifanya sabu ya Rajab na ikaja kumlipa vizuri sana goli. Kocha Lautar, kipenga cha moto kinalia. Rajab 2-2 nasoma, anawaambia Chipukizi FC, mimi sina mengi. Ukimwangalia alivyo huyu jamaa ni mtu kazi kweli kweli, anachokifanya kinamlipa kocha Lautar. Cheza vizuri sana Rajab, hana mambo mengi, ufundi umejaa mpaka anashindwa atulie. Huu ufundi wapi? Moja kati ya penalti nzuri ambayo amepiga kwa kujua kwamba hapa ninapiga na matokeo tayari ninayo. Penalti sasa ya 4 upande wa timu ya Jashe Bilombe, na penalti ya 7 ya mchezo. Sungura, mchezaji wa zamani huyu wa timu ya Songolo, mchezaji wa zamani huyu wa timu ya Feba Espoir, na mara nyingi sana tulimuona akicheza mikwaju ya penalti. Didas anamwangalia Sungura. Sungura fundi kabisa maridadi sana. Wow, what a penalty cheza vizuri sana jamani, fundi kweli kweli. 3-2 kwa faida ya timu ya Feba Espoir. Anaenda mchezaji Guillaume Fati, mchezaji wa zamani huyu wa timu ya VVM, lakini moja kati ya wachezaji ambao tumewazoea sana kuona wakifunga mikwaju ya penalty, lakini haijaisha mpaka ishe. Subiri tuone Fati. Mashabiki wana imani naye, aligusa mpira mmoja tu. Anamwangalia Jospe Nyonkuru. Fati Kambo, wow, analea familia. 3-3 inasoma na Grigaic, 3-3 inasoma. Mashabiki wanasema dida, lakini anaenda mchezaji wa 5 upande wa timu ya Jashe Bilombe na mchezaji wa 9 kwenye jumla ya upigaji penalty. Mlongecha, kijana ambaye anapiga mali ya kutosha huyu. Didas anamwangalia, refa anamwambia arudi nyuma huku, anamsoma vizuri Mulo Vinicius. Mashabiki walidai kwamba penalti ya kwenye mchezo angepewa yeye. Subiri tuone walicho kitafsiri mashabiki, kingekuwa ni sahihi. Kipenga cha moto kinalia na Didas anamwangalia. Didas cheza vizuri sana. Mulo anasema nini? Kwa nini msitumie akili tu? Mulo mchezaji mtoto mdogo sana huyu, lakini maarifa ya kutosha. Na Paulo Sadik Nasri anaenda kumwambia dogo, tuna matumaini na wewe sana, na bado tuna kuhitaji muda wote ndani ya uzi wa The Blue. Jashe Bilombe anaenda kusali Jospe Nyonkuru. Kalenga Habiba, moja kati ya mafundi wa kabumbu, na alidhihirisha kwamba yeye ni mwalimu wa soka. Subiri tuone penalti yake itakuwaje, ikiwa ni penalti ya 10. Wapo nyuma kwa mabao 4-3, lakini wana penalti mkononi. Kalenga Habiba akisubiri maamuzi amue, anamwangalia Jospe. Habib anashindwa penalti. Jospe Nyonkuru, Jashe Bilombe anatinga tu robo final. Mashabiki wanasema Bilombe, this is UNFC, this is Jashe Bilombe, this is
Chipukizi Jashe Bilombe wanatunga moja kwa moja hatua ya robo final. Usajili uliokuwa ni mzuri ndani ya dakika 90 umewaponza sasa Chipukizi FC. Wanashangaa tu Chipukizi FC. Moja kwa moja. Shujaa ni Shujaa. Jasper Niyonkuru. Wanamwambia Jasper Niyonkuru, wewe ni Shujaa braza. Ulikuwa nami Captain Elimila Grosso ndani ya Iguana Media, lakini nipo na Sedo HD. Moja kati ya pressure za game na Jashe Bilombe watakuja walisahau ambacho waliliona ndani ya uwanja wa Kaga. Uwanja umeshine. Moja kati ya mechi zenye historia zaidi. Tukutane hiyo kesho, mechi ya R1 dhidi ya timu ya Young Boy. Iguana Media, burudani kwa wote.